Raia wa taifa la Croatia linapokuja swala la mchezo wa soka wanaweza kujivunia vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu hivyo ambavyo bila shaka wanaweza kukutajia ni tukio la timu ya taifa hilo kucheza mchezo wa fainali ya kombe la dunia mwaka 2018 mbele ya Ufaransa, licha ya kwamba walipoteza kwa idadi ya mabao 4-2. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo bado linaendelea kuishi kwenye vichwa vyao na pengine milele na milele ni kwa nyota wa taifa hilo na nahodha wa timu ya taifa ya Croatia, Luka Modric, ambaye alifanikiwa kutwaa tuzo ya mwanasoka bora duniani kwa upande wa wanaume kwenye tuzo za Ballon d'Or mwaka 2018. Modric ni nani? Luka Modric alizaliwa Septemba 9 mwaka 1985 huko Zadar nchini Croatia, na mpaka hivi sasa tunapozungumza Modric ana umri wa miaka 39. Amecheza soka kwa mafanikio makubwa, lakini kisa ambacho watu wengi kinaweza kuwafunza wale wanaofuatilia mchezo wa soka, lakini hata kwenye maisha ya kawaida, amebeba historia, amebeba kisa cha namna gani Luka Modric. Mwaka 2012 ikumbukwe ndio mwaka ambao Luka Modric alijiunga rasmi na klabu ya soka ya Real Madrid akitokea Tottenham Hotspur ya jijini London nchini Uingereza. Euro milioni 35 tu ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 106 za Kitanzania, Florentino Perez alilipa na kumng'oa Luka Modric pale Tottenham Hotspur. Shilingi bilioni 106 za Kitanzania ndizo ambazo zilimng'oa Luka Modric Tottenham Hotspur na kutimkia Real Madrid. Hakushinda taji lolote wakati wote ambao ameitumikia Tottenham Hotspur, na alikwenda Real Madrid kwenda kuandika historia mpya. Msimu wa kwanza tu, kwa maana msimu 2012, msimu wa 2013. Msimu wa kwanza akiwa na Real Madrid, Luka Modric, baada ya msimu kumalizika, waandishi mbalimbali wa habari kutoka taifa la Uhispania walimpigia kura Luka Modric na kumtaja kama ni usajili uliofeli zaidi kwenye kikosi cha Real Madrid. Wakati huo alikuwepo kikosini Jose Mourinho kwenye benchi la ufundi la klabu hiyo, na Jose Mourinho akasema Luka Modric anakuja kuwa mchezaji hatari na mchezaji mkubwa kwenye historia ya Real Madrid na mpira wa taifa la Uhispania. Real Madrid waliendelea kumtunza Luka Modric licha ya kuonesha kiwango kisichoridhisha kwenye msimu wake wa kwanza. Na Luka Modric mpaka hivi sasa ambavyo tunazungumza ndiye mchezaji anayeshikilia rekodi kubwa zaidi kwenye klabu hiyo, kuwa mchezaji aliyeshinda mataji takriban 29. Hakuna mchezaji yeyote ambaye ameandika historia hiyo kwenye klabu hiyo ambayo ilianzishwa rasmi mwaka 1902. Tukio kubwa ambalo nimekuambia bila shaka raia wa Croatia watakuwa wanajivunia ni Luka Modric kutoa tuzo ya mwanasoka bora duniani kwenye tuzo za Ballon d'Or mwaka 2018. Na huyu ndiye mchezaji wa kwanza kwenye historia ya taifa la Croatia kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Labda akitokea mchezaji mwingine atakuwa ni wa pili, lakini huyu ndiye mchezaji wa kwanza kutoka kuwa mchezaji ambaye amefeli kwenye usajili na kuja kuwa shujaa wa mataji kwenye historia ya Real Madrid. Mataji 29 kibindoni, na huenda akaongeza mataji hayo, kwani Luka Modric atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watashiriki michuano ya kombe la dunia la vilabu itakayofanyika nchini Marekani. Hivyo kama Real Madrid watafanikiwa kutoa ubingwa huo, basi itakuwa ni taji lake la 30. Mimi ni Imam Shughuli Mali, nyuma ya kamera ni Frank Lushinge.